Ponyo ni dawa, ni kisafisho kwa yale ambayo ni mafisuduru, yale ambayo yamo ndani ya vifua vyenu. Tena si dawa tu, wako dawa na ni mwongozo kwa yule ambaye anayetaka kuongoka, anayetaka kufuata njia iliyo sawa sawa, ili tu kwa kufuata njia hiyo, kufuata mawaidha hayo, hiyo ni sababu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tufike hali ya kuwa mioyo yetu iko safi, tena si uongofu wa rahmatun na rehema kwa wale ambao wanataka kurehemiwa. Allah asema, anakuita ya ayuhan nasu, enyi watu, qad jaakum, hakika yamewajilieni mawaidha, ukumbusho, wa shifaa, na dawa, lima fi suduri, kwa yale ambayo ndani ya kifua. Allah anatujuza kumbe haya yote haya tunawaambiana, lakini mawaidha hapa yalikusudiwa haya mawaidha Qur'anul Karim, ni Qur'an tukufu, na sote sisi tuhusiana kupitia nani? Na tunaamrishwa kuhusiana kupitia kitabu cha Allah na hadithi za Mtume na kupitia maneno ya wanazuoni. Allah anatuambia mawaidha yote tunayosikia na hiyo Qur'ani yote iliyoletwa hii, lengo ni kwa sababu ya mioyo yetu, ni kwa sababu ya mioyo yetu. Wallahi, alhamdulillah, tumetoka katika mwezi ambao kusafisha nafsi zetu, na ndio lengo kubwa la Ramadhani. Sio cha Mungu hapa tufuate, lakini masikio makubwa kwa muda mchache tu nafsi zetu tayari zinakuwa. Ili kuwa hivyo ndani ya Ramadhani ilikuwa kimya, usikishiki muziki wala nini, lakini baada ya Ramadhani kila jambo nyuma nyingi kipita, basi kwa maana nafsi zetu sisi wenyewe tunaanza kuzichafua. Ndugu zangu, nafsi, mioyo yetu inahitaji kulindwa, inahitaji kulindwa. Kwa kulinda moyo ndio tufanye mimi na wewe tuje kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa tumesalimika. Bila hivyo wallahi tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa tuna majuto mengi. Qala qaili, amesema msemaji mmoja, la qimata lilabidani intasakhat alqulub alsinata walquluba au alsinatu walquluba, la qimata linadhafati alabidani, hakuna manufaa yoyote, hakuna ubora wowote mimi na wewe kuwa ni wasafi wa miili, tupige kanzu nzuri za meremeta, mzi mwenyewe anajishauri atuwe asitue katika ile kanzu, kofia ala ukipisha mkono vibaya itakukata kwa upanga uliowekwa katika kofia. Lakini mwanazuoni huyu asema la qimata linadhafati al-abdani intasakhat al-sinatu wal qulub, hakuna manufaa yoyote, hakuna ubora wowote kama mimi na wewe ni wasafi wa mili, lakini mioyo yetu na dini zetu chafu, hakuna ubora wote. Mioyo ndio inafanya sisi tupate ucha Mungu, tupate ubora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo ukiwa mzuri
basi mwili wote hata kama mambo chafu mbele ya watu kupendeza. Lakini moyo ukichafuka, hata upendeze vitu ujipambe vipi, kuanzia mbele ya watu mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa bado hatupendezi na utakuwa tunatisha. Usilindeni nafsi zetu. Inna fil jasadi, tunasema katika ndani ya viwili vyetu hadithi maarufu, kila mmoja anajua mudghatan, kuna pande la nyama. Idha salahat, pindi inapokuwa nzuri ile pande la nyama, salahat jasadu, basi mwili wote uko mzuri. Idha fasadat, ikiharibika, fasadat jasadu ala wa qalb. Moyo ukichafuka, mwili wote unachafuka. Lazima tuwe tahadhari, mimi na wewe, kuzilinda mioyo yetu. Katika tahadhari hizo basi, lazima tuchukue tahadhari katika vitu vitatu ambavyo vinachafua moyo. Huenda kuna vingi ambavyo vinachafua moyo, lakini vitu vitatu hivi ni sababu kubwa, ndio msingi mkubwa kwa mimi na wewe nyoyo zetu kuchafuka. Nitataja kwa ujumla kwa haraka kwanza. Kitu cha kwanza, an-nadhar, mtazamo, macho. Cha pili, masikio. Cha tatu, midomo. Nianze hiki cha kwanza, macho. Wallahi, wa Allah anatujua mimi na wewe. Allah anatujua mimi na wewe kule kujua. Sababu yeye ndo katunga. Anajua usalama wetu wa mioyo yetu uko wapi. Akatuamrisha sana mimi na wewe tuinamishe macho yetu. Kwa sababu gani? Kullu hawadith mabdawa an-nadhar. Kila tukio unaloona wewe, ima zuri au baya, chanzo chake ni kutazama. Kila tukio, ima ni zuri au ni baya. Msikiti kwa wajengwa, mwanzo kwa msikiti huu, lakini wao wanaangalia hapa msikiti wa fulani watosha hapa. Msikiti huo kwa fulani watosha. Kuna sehemu ile ya kiwanda, basi watu kwanza walianza kutazama ile sehemu. Hakuna kumbuka kwa kujenga. Watu walianza kutazama. Ndio maana hata msiku wakati wa mtakoa kubwa kwa misi ukiwa tutafuta mje. Fanya njoo ndio mje yake nani? Tazama. Lakini kwa sababu Allah anajua binadamu, inna al-insana li rabbihi lakanun, kama mwanadamu na wake bishibishi tu. Ni pinzani, mimi na wewe ni wabishi. Na hiyo haitaki shahidi kwa mimi na wewe ni wabishi. Akatuamrisha tuhifadhi sana, tulinde sana macho yetu. Kwa sababu wengi tunatumia macho yetu katika ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala havitaki sisi kuangalia. Sema katika aya hizi zinafuatana, sura An-Nur aya ya 30-31, qul lil mu'minina, waambie waumini wa kiume, yaghuddu min absarihim, wainamishe macho yao, wayahfadhu furujahum. Angalia, umekuja kuinamisha macho kwanza, alafu wasifanye nini? Kuzao. Wallah, kama macho yako juu tuko hatuwezi kuzifanya. Kama macho bila wewe yako juu, tuko zetu hazina usalama. Kuingia katika haramu. Kwa kanuni dini ambayo anza hili limeanza kuimarisha macho, alafu tukaja kuhifadhi tu. Ila wanasema linaloanza kutajwa katika aya hii ni vitatu. Kile cha kwanza kile
kinakuwa kimebeba hivi vingine vyote, ndio kina nguvu, ndio kinakuwa kina nguvu mno. Ili tuku zetu ziwe katika usalama, mimi na wewe lazima macho yetu tuangalie, yanaangalia nini, yanatazama nini. Kwa sisi wanaume tu na vile vile kuli muminati na moja yopata yahfadna furujahunna wa yahfadna yahfadna min absarihinna, nao pia watu wa kike waambiwa wainamishe, wakina mama pia wainamishe macho yao, wa yahfadna furujahunna, nao vile vile na Allah anataka mimi na wewe ili nafsi zetu ziwe, mioyo yetu iwe katika usalama. Anataka tuchunge sana mtazamo yetu. Mimi na wewe tutazamanaje au tunaviangalia vipi? Kwa sababu gani? Allah mpaka akaweka tahadhari hii, asema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudus, an-nadhar atumuki kutazama au an-nadhar kutazama sahamu nisihame ibilisi masmum. Kama kuna silaha kubwa ya ibilisi ambayo anaitumia, mtume asema katika Qudus ni kutazama. Tena asema an-nadhara kutazama sahamun ni mshale huu, tena nisihame ibilisi katika mshale ambayo anaitumia ibilisi. Silaha kubwa ibilisi ambayo anatumia nini? Kutazama. Tena mtazamaji masumumu ni wenye sumu. Katika mitazamo silaha kubwa ambayo ibilisi anaitumia kutuangamiza ni kutazama. Allah kuliona hilo, mimi na kina ibilisi wewe katuumba, na anajua tekete ibilisi kwa watu, akapigana sana, akapigana sana na wewe. Tuangalie, tuchunge macho yetu, tufunike macho yetu, tuinamishe macho yetu katika vile ambavyo havistahiki kuangaliwa, lakini wewe una mipaka. Wallahi hatuna mipaka ya kuangalia. Ni vibaya kujiangalia sana. Ni vibaya kujiangalia sana. Ili bila wewe kwa salama bila Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tuchunge mitazamo yetu. Tutazama nini? Wewe mwenyewe unamuuzia mtazamaji. Sababu wengine wakijiona tu anacho fulani, anakabiliki kitu fulani, basi anawaangalia wengine kwa dharau. Ama wengine hawataki kazi kwa sababu yeye kuna kitu anamiliki. Au wengine anajiona yeye usiku na mchana anamwabudu Allah, anatekeleza amri za Allah, basi anawaona wengine kama umepotea, kwamba yeye ni bora kwa sababu tu usiku isomwe usiku vipi, kwa sababu hizo hatana yeye kwa lazima. Basi kuangaliana kwa jicho la imadharau. Tuangalie kisa cha Bani Israeli, rawahu Bukhari, kisa hakina shaka cha watu wawili. Ili kuona mtazamo, macho lazima tuyachunge. Walikutana bwana wawili, cha Mungu na mtu aswi katika mtaa. Huyu alikuja kumtamke, mwingine alikuja Msakangoto. Wote wanaelekeana hivi. Kila mmoja baada ya kumwona mwenzie, kila mmoja akageuza uso wake. Kila mmoja akageuza uso wake. Na katika kugeuza zile sura, lakini kila mmoja alikuwa na lengo lake. Mwanachuoni yeye alipomwona yule aswi mtu mlevi, akageuza sura yake kuona kinyama, kwa hiyo Mungu wake akatanaidika mwangalia yule.
akageuza sura. Na yule mwingine naye akageuza sura kuona aibu, kuona haya, nakutana na mwanachuoni ustadhi anaponielewa, nimetinga. Allah anatuambia Isa, kule ibada ya Istighfar, waambie waja wangu wale, kila mmoja aanze upya. Kila mmoja aanze upya. Akaanza na mwanachuoni. Huyu mwanachuoni mwambie aanze upya, matendo yake mema yote nimeyabafilisha kwa kutazama kwa yule madharau, kwa kuona pembeni, kwa kuona yeye mwanadamu usiku atekeleza matendo yake yote nimebadilisha. Kama anataka pepo, basi aanze upya matendo yake mema. Matendo yake mema yote tazama. Na huyu mwingine Aswi akamwambia aanze upya. Kama anataka moto naye aanze upya matendo yake mabaya. Maana yake yale mabaya yote yamekufa, yale mema yote yale amekuwa yeye, kwa sababu kuna haya ana madhambi. Kuna haya nani? Mwanachuoni. Kule ibada ni sana kwa sababu tuangalie mimi na wewe tunatazama nini? Mimi na wewe kila mmoja anamtazama vipi mwenzie. Lakini masikini makubwa, hasa vijana, kila mmoja chukua simu yake angalia, chunguza vizuri. Tutaka kuleta hiyo, tutasema kuleta. Basi kuleta bwana. Kwa hiyo hizo sipigi. Hapo ngio ndani. Utajika kuleta au nini? Tunajana hatuna hata ile hofu, wanaoneshana, wanaotea kwa msalika kikundi. Kuna nini cha ajabu hapo angalia? Angalia, tunaangalia hapo. Sio sawa kwa salama, haziwezi nafsi yetu kwa salama. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kinaharibu sana nafsi, mioyo yetu, kutazama. Nini kutazama? Jitahidi sana kuonyesha macho yetu katika vile ambavyo sio kosa kwetu. Kutazama, tunajua. Kila mmoja anajua hiki sio kutazama. Cha pili, hivi vinashirikiana yote, masikio na mdomo. Na Allah anaahidi yote anaenda kujiuliza. Ikafikia wakati wa kuona madhara yanapatikana kwa kuongea, kwa kuzungumza tu. Mara utakuta mtu anazungumza au masikiaji watu wamekaa wazima wanazungumza na kama mtu anaanza kuzungumza na angalia sasa hivi. Hakuna hata ajue tunazungumza yote. Ninalofanya kuzungumza, silofanya kuzungumza, yetu mwanzo mwisho. Kwa ndio tunacheka tu. Kuza wapenda nini? Anatombea kwanza na anatafuta kibozo tu. Ili kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, "Makana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira." Aseme ya kheri, ikiwa hana falyasmut, na nyamaze. Ikiwa hauna cha kusema, nyamaza. Angalia ni wangapi leo wanasikiliza Qur'an? Ukiweza kuwa machache. Yesu Qur'an ndio tumeamrishwa ni sunna kusoma. Mtu kasoma wakati asikia kusoma kafi, najua mara mwisho kusoma lini. Lakini muulize, je, kasikiliza mangapi leo? Mtu anayekupita na umea wote, hata wewe atapata huko. Allah anasema, kwa yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na anaamini kwamba kuna siku ya mwisho atafufuliwa, anaamini, yule ambaye anaamini, bali hakuna khera,
aseme neno ya heri. Akiwa hana falyasmut, na nyamaze. Lakini haya ni kawaida. Kila jambo jambo hili pia sinazungumza tu mpira, kuna baya gani? Basi ndio mpira watafuta, ndio watavikao vya kurudishana. Mtu vile vikao na kutafuta vya mpira, hapana kuvitafuta. Sawa. Yauma la yanfa'u malun wala banun, siku hiyo ya kiyama haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake, ila man ata Allah biqalbin salim, ila yule ambaye atakutana Mwenyezi Mungu hali ya kuwa moyo umesalimika na maasi na machafu. Ili mioyo yetu isalimike, lazima mimi na wewe tujiangalie, tuangalie macho yetu nini anatazama, tuangalie masikio yetu nini anasikiliza, tuangalie mioyo yetu yaongea nini. Wallahi hatuna mipaka ya kuzungumza. Qad ja'akum ya ayyuhan nas, qad ja'akum maw'izatun min rabbikum. Enyi watu, Mungu asema yamewajalieni ukumbusho, mawaidha kutoka kwa Mola wenu mlezi. Tena sio ukumbusho tu, kwa shifa na ponyo. Mtu ambaye anataka nafsi yake, moyo wake uponyeke, yatoke yale mabaya yote ambayo hayazoea imeonekana kawaida, basi atakiwa afuate mawaidha hayo. Kwa hudan na ni kumbuku, yule ambaye anataka kumbuka basi apate mawaidha hayo ya Qur'ani, na haya tunaambiana wa rahmatun wa rahma lil mu'minin. La qima linawapa al-abidan. Nimalizie kwa mstari huu ambao nilisema mwanzo, la qimata linawafati al-abidani inkasafati al-alsinata wa al-qulub. Hakuna manufaa yoyote ya usafi wa mwili, hakuna faida yoyote bila wewe kwa wazuri katika mwili, katika mavazi, ikiwa ndimi zetu na mioyo yetu ni michafu. Kwa hiyo tunakuwa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.